ndo nakuja huko. Tunakumisi sana Simba kusema kweli. Tunatamani muda wote uwepo. Naam, bismillah. Nani anaanza? Anaanza Betha. Karibu. Msemaji, umefanikiwa kuvuna alama 3. Kaka umevaa tai ya kijani. Uzalendo. Uzalendo. Unaogopa rangi za kijani? Ilikuwa ngumu msemaji kupata alama 3. Kila mchezo kwa unakuwa ni mgumu. Kwanza awali ya yote nianza kwa kuwapongeza uongozi wa JKT Tanzania kwa kuwa na uwanja mzuri wa aina hii ambao tunauona. Uwanja ambao umekamilika msimu uliopita tulikuja hapa Simba Sports kucheza na JKT. Tulisimama karibia watu wote ukitoa VIP sababu uwanja haukuwa na majukwaa, lakini within a short period of time wameweza kupambana na watu wote ambao wameingia uwanjani hii leo wamepata nafasi ya kukaa na bado uwanja unaendelea kutengenezwa na kurekebishwa. Ni kazi kubwa ambayo inahitaji commitment ya viongozi na of course nani hawa JKT wana hiyo commitment ya kutengeneza facilities nzuri ya mazoezi. Kwa hiyo kwa hilo nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, niwapongeze viongozi wote wa JKT Tanzania. Siwajui sana kivyao vyao, lakini Kamanda Hassan Mabena nadhani anastahili pongezi kubwa kwa hii initiative na hatimaye wameweza kumiliki uwanja kama huu. Niseme tu kwamba kwa sisi ambao tuna exposure kubwa ya kusafiri sehemu mbalimbali duniani, jeshi ni katika taasisi ambazo zinamiliki viwanja vingi, viwanja vikubwa. Kwa mfano tuko wale ambao tumekwenda Misri mara kadhaa, tumeshuhudia viwanja vingi, asilimia takriban 80 mpaka 70 viwanja vinamilikiwa na jeshi, tena viwanja vizuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa hapa nilipongeze jeshi la kujenga taifa JKT kwa hiki ambacho wamekifanya, wanastahili pongezi na wasiishie hapa, kwa sababu kila mkoa kuna kambi ya jeshi. Tunategemea kwenye kila mkoa kutakuwa kuna kiwanja bora cha mpira wa miguu, na unapokuwa na viwanja vingi vya mpira wa miguu maana yake unatoa option kwa vijana wengi kupata nafasi ya kucheza na hatimaye tunazalisha vijana wengi kweli kweli. Kwa hiyo nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, ni muhimu nikasema hilo, hata nikifa hii leo niwe tayari nimewapa maua yao viongozi wa JKT Tanzania. Kurudi kwenye mchezo, the game was very tough. Na katika siku ambayo hatukucheza vizuri ni pamoja na hii leo, wachezaji ulikuwa unaona kabisa wako very down, na hii yote ni kutokana na ugumu wa ratiba tuliokuwa nayo. Unaona wachezaji wanakata kweli kweli moto kwa sababu ratiba ni bumper to bumper na hatuna budi, lazima tucheze, na ndio maana haukuona mechi ikiwa nzuri machoni kwa watu, lakini technically ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa sababu timu imeweza kudominate na imeweza kutengeneza nafasi nzuri kweli kweli. Kama tungekuwa clinical enough tungeweza kupata mabao mengi kweli kweli leo kwa aina ya nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza na kuzipata. Lakini kwa kipekee kabisa ni mpongeze mlinda mlango wa JKT Tanzania, ameendelea kuonesha kiwango bora kweli kweli. Haishangazi kumuona ni golikipa wa timu ya taifa ya Tanzania, amedhihirisha kwamba habatishi kwenye kila mchezo, anacheza vizuri na ndiyo tuseme chachu ya mafanikio ya JKT msimu huu. Yote kwa yote wao wamecheza vizuri, lakini matokeo mazuri tumepata sisi, tumeondoka na alama 3 za kibabe, na kama ambavyo mnajua ubaya ubwela unatembea popote pale, iwe kambi ya jeshi, iwe kikosi cha mizinga, ubaya ubwela hauchagui, ubaya ubwela hauogopi. Tumewatembezea JKT ubaya ubwela nyumbani kwao, na hii inafanana kabisa na ya msimu uliopita. Tulikuja hapa tukawafunga goli 1-0 na Mwamba Lusaka. Leo tusichota Chama tena goli hili la upande wa kusini, na leo tena upande wa kusini anaturudisha Fabrice Luamba Ngoma. Tumewapelekea msumari wa moto, tumeondoka na alama 3. Sisi kwetu tunaendelea kutamba, yena anaendelea na ubingwa unanukia. Huyu ndio Joshua ndio namba 9. Huyo ni Joshua Mutale Budo SGR. Semaji, bado kuna shida kwenye nafasi ya ushambuliaji. Nafasi nyingi zinatengenezwa lakini kuziconvert kwa magoli imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa Simba.
ili kocha amelitazama kwa namna gani ili kufanya marekebisho kwa michezo ambayo imesalia? Wakati mwingine sio shida kwenye timu yenu, wakati mwingine ni ubora wa mpinzani husika. Golikipa wa JKT Tanzania kama angekuwa mbwelele tulikuwa tunamfunga bao 3 bao 4, lakini ubora wake umewanusuru JKT wasiruhusu mabao mengi hilo. Kwa hiyo sio swala la kwamba kuna shida labda kwenye eneo letu la ushambuliaji, ni swala la kwamba mlinda mlango wao alikuwa bora kwenye eneo la kuzuia michomo ya washambuliaji wa Simba Sports Club. Semaji, mna siku mbili kabla ya kukutana na Pamba, tutakuwa mna siku mbili tena kabla ya kukutana na KMC. Ratiba hii kwenu na haya majeraha ambayo tumeanza kuiona kwenye timu akiwemo Shamu akiumia muda wa warm up, kwenu ninyi ngumu, lakini tulisema tangu mwanzo tutaishi nayo ratiba hii ngumu, na sisi tunajua namna gani ya kucheza kwenye ratiba hii ngumu. Tayari tumecheza mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa kwenye ratiba hii ngumu, tukaondoka na alama 3 safi kabisa wa timu yao. JKT ni tofauti na timu nyingine hizi nyingine zinaweza kucheza kwa kupania, zinaweza kucheza kwa kumahanika. Mnajua kumahanika? Mnajua kumahanika? Mnaweza kucheza kwa kusala, yani yanakuja kama manyumbu, nitumie neno hili, yani yanakuja mengi, wanakuwa hawana utaalamu na ufundi. Kwa JKT tuitegemea mchezo mgumu kwa sababu tunacheza na mafundi. Hii timu nyinyi mnaiangalia tu hivi kwa kawaida, lakini akinashua hii nyie ya kwamba JKT ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wengi wataalamu wa bodi. Kwa hiyo tuitegemea mechi hii itakuwa ngumu. Mechi ya Pamba of course na yenyewe itakuwa ngumu, lakini kama watacheza kiufundi itakuwa ni mechi nzuri ya kiufundi. Lakini kama watacheza vibaya hovyo itakuwa ni mechi ya kiushindani, na sisi tuna uhakika wa kupata ushindi. The same to mechi ya KMC. KMC wenyewe hawanaga ushamba kama ule wa Mashujaa na timu nyingine za nini na wenyewe wana uwezo wa kucheza mpira mzuri wa kuvutia na timu nzuri. Kwa hiyo mechi zilizobakia tunaamini zitakuwa nzuri kiufundi na Simba tutanufaika, kwa sababu sisi labda sema kitu kimoja, na hili ni vema kila timu ikielewa. Unajua kuna wakati tunaona watu wapinzani wanalalamika na nini. Jamani, Tanzania hii kwa msimu huu sisi Simba Sports Club tuna timu bora, tuna kikosi bora kuliko timu nyingine yoyote ile Tanzania hii, na ushahidi wa hilo ama uthibitisho wa hilo ni mafanikio tuliyopata kwenye michuano ya CAF. Michuano ya CAF huwa ndio wasemaga ndio benchmark, ni sawa ndio kipimo. Kwa hiyo sisi hata tukikufunga tukikufanyaje, sio kama tunakuonea, ni tumalize, ni ubora tuliokuwa. Ngoja tuhojiane mpaka wanajeshi watufukuze. Tutarudishwa kichula. Kwa hiyo sisi bwana tuna timu nzuri sana. Kwa hiyo watu wasiwe na mahanika sisi tunapowafunga, tunapowafanyia, kwa sababu sisi ni timu bora kweli.